Karibu, asante. Na hii ni mjadala kuhusiana na leo ikiwa ni siku ya TB ama kifua kikuu duniani. Mjadala mkubwa umewekwa kuzungumza kuhusiana na afya, lakini muhimu kabisa ni uelewa ambao unaendelea kukuzwa. Katika mataifa mbalimbali, jitihada zinaendelea kufanyika ili kupunguza athari, na kimsingi kwa Afrika ikiwa hatua imeonekana kupigwa, lakini katika mataifa mbalimbali. Hapo baadaye tutaona hali ikoje kwa hapa nchini, ikiwa tafiti ambazo za hivi karibuni zilizotolewa ni zile ambazo zimetolewa na WHO hasa kuhusiana na hali ya TB katika maeneo mbalimbali ikiwemo hapa nchini, na ilikuwa ni kwa mwaka 2024. Hayo tutajadili na mengine mengi, na hapa studioni tunaye daktari ambaye ni daktari wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya Tumbi pamoja na KIU kwa maana ya Kampala International University, na ni mjumbe pia wa chama cha madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Karibu sana daktari. Asante. Naam, lakini kwa mujibu pia wataalam, kwa kuwa kifua kikuu kinatibika na inawezekana kabisa kupona, tutaungana na mgonjwa ambaye amepona tayari na atatuambia ilikuwaje, lakini nini ambacho kilifanyika. Lakini tutaungana pia na mwenzetu Jafari Mponda ambaye yupo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, katika maabara kuu ya hospitali ya taifa ya Muhimbili, hasa kitengo cha TB, kuona ni kwa namna gani matibabu yanafanyika. Lakini kwa upande wa kule Kibong'oto, hospitali ya rufaa ya taifa ya magonjwa ambukizi ya Kibong'oto, tutazungumza na mwenzetu Enos Masanja ambaye yupo hapo na atatuambia pia nini ambacho kinafanyika kwa upande huo. Lakini kwa kuanza, pengine tuanzie hapa kwa uelewa wa daktari. Na nichukue nafasi hii pia kumkaribisha Geoffrey ambaye naye ni mgonjwa ambaye amepona TB, lakini wakati anakaa sawa. Karibu sana daktari. Pengine tupe uelewa. Ashapona sasa hivi, sio mgonjwa tena. Sio mgonjwa tena, ameshapona. Kwa hivyo karibu sana. Tutafahamu zaidi. Karibu daktari, labda utuambie tu kwa muktasari kuhusiana na TB. Okay. TB kwa sisi kwa sasa tunaita kifua kikuu. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria, ambao jina la bakteria inaitwa Mycobacterium tuberculosis. Na ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa njia ya hewa. Ambapo mtu anapokohoa ama anapopiga chafya au anapokuongelea karibu mtu ambaye alikuwa na maambukizi ya TB ama kifua kikuu, anaweza akafanya akakuambukiza wewe. Na sisi kitaalamu TB tumeganya katika au kifua kikuu katika makundi mawili, ambapo kuna TB ambao kwa asilimia kubwa watu wanaipata ambayo inakuwa katika kifua au mapafu tunasema. Lakini hiyo TB inaweza ikazuru baadhi ya viungo vingine wa mwilini, ambapo kuna TB ya utindo wa ubongo ama ubongo tunasema. Kuna TB inaweza kuzuru ngozi, baadhi ya viungo vya tumbo, pia inaweza kuzuru mfumo wa kukojoa, utasema mfumo wa GUT tunaita kwa Kiingereza. Dalili zake ni kubwa, hususan hasa especially kwa wale wanaopata kifua. Utakuta watu wanaonekana wakiwa wana dalili za kukohoa, na kukohoa kwake yenyewe inaanzia wiki 2 na kuendelea. Kwa hiyo mtu akijiona anakohoa kwa wiki 2 na kuendelea, basi adhani ajue na shauku anaweza akawa na TB. Kingine, mtu anakuwa anatoka jasho sana especially mida ya usiku. Na jasho hili tunasemaga sisi jasho ambalo linakuwa ni kali to the extent mpaka mtu anakuwa analoanisha kitanda. Hizo ni dalili. Ni dalili. Na dalili nyingine, mtu utakuta anapoteza uzito, kuwa anapungua mwili, utaona mtu kwa sababu ya ugonjwa wa TB. Na kingine, wanaweza akawa na kohoa lakini makohozi yao yanaweza akawa na damu. Kwa hiyo mtu akiona hivi viashiria, basi ajue hiyo ni miongoni mwa dalili za TB. Na kingine, wanakuwa na homa za mara kwa mara especially mida ya jioni.
Lakini cha muhimu zaidi, sio lazima uwe na dalili zote hizi nilizozitaja. Ndio. Utakuta mtu anaweza akawa na dalili moja tu, na hiyo dalili moja ikawa inaweza kufika tosha kuwa akawa na ugonjwa wa TB. Kingine cha kuongezea kuwa ugonjwa wa TB kama nilivyosema mwanzo, kwa unaweza ukazuru baadhi ya viungo vingine, include kama hivyo nimesema ubongo, tutasema TB au utindo wa ubongo. Kwa ikitokea hii hali, maana yake mtu atakuwa na dalili zingine zaidi ambazo zitatokea dalili kutokana na iko kiungo kilicho zuriwa. Yeah. Naam, daktari, asante kwa ufafanuzi huo, na umetuambia hapa kuna TB za aina mbalimbali. Ndio. Umeona pia kuna mifupa na nyinginezo. Hizo zinakuwa na utofauti gani na hii ambayo imezoeleka? Okay. Jinsi ya uambukizaji ni unafanana, lakini utofauti inatokea na dalili. Kwa mfano TB ya mifupa, utakuta mtu anakuwa analalamika mifupa kuuma, na kingine mara kwa mara utakuta ikizuru kama kwenye mifupa ya uti wa mgongo, utakuta kwa hapa kwa nyuma ana uvimbe, ama kunaweza kutoka kama some sort of kijipu tunasema. Ndio. Naam, sawa. Sasa tuangalie kwa mujibu wa tafiti ambazo zimetolewa, na nilikujuza awali kwamba tafiti zilizotolewa na ripoti ya kifua kikuu ya kimataifa ya WHO kwa mwaka 2024 imeeleza kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi 3 ambazo ziko kwenye mwelekeo wa kufanikisha lengo la kumaliza TB kwa mwaka 2025 ambalo linalenga kupunguza kiwango cha maambukizi kwa 50% ifikapo mwaka huu. Kwa hivyo tutaona pia ni kwa kiasi gani tumefikia hilo, lakini ikiwa ni miongoni mwa nchi 13 ambazo zinaongoza katika kupunguza vifo vya TB kwa 75%. Swali lingine ni kuwa na viwango vya mafanikio ya matibabu ya TB kufikia 96%. Lakini ikiwa pia na viwango vya mafanikio hayo, na kiwango kilicho juu ya malengo ya kitaifa ni zaidi ya 90%. Na baada ya kuona hivyo, pengine tusikie kutoka kwa aliyepona, sasa si mgonjwa tena. Karibu sana. Asante sana. Kwako ilikuwaje ukafahamu daktari ametaja hapa kuhusiana na dalili mbalimbali? Ndio. Kwangu mimi ilikuwa ni dalili nyingi hazikujionyesha. Hata kupata joto usiku ilikuwa sio rahisi kulipata, lakini ilifikia wakati nilikoa damu. Kwa wakati wa kukoa damu kaikuta tu katika harakati zangu za kazi nikapata kifua, nikakoa damu. Zile damu zikanishtua kwa sababu dalili nyingi nilikuwa sina. Nilikuwa siamini kama naweza nikawa na kifua. Kwa sababu kikubwa nilikuwa naangalia, nilikuwa naamini katika mazingira ya uvutaji wa sigara, unywaji labda wa pombe kali. Nilikuwa naamini labda kupitia huo mfumo unaweza ukawa na kusababisha hiyo hali. Sasa mimi hicho kitu sijapitia kabisa. Kwa sasa nikawa nilipokoa damu ilinishtua sana. Nikahisi sasa mafanikio yamekuisha kabisa. Lakini kwenda kuhangaika huku na kule nini, sikuweza kufanikiwa kupata majibu. Lakini wenda tumbi pale, daktari akaniangalia, akaniambia kapime hichi. Nikamwambia daktari, nikapime hichi hivi vitu sijawahi, mbona? Akasema hamna, nenda kapime. Nikaenda nikapima kwa hatua ya awali. Nilipopima pale, daktari akaniambia nina TB. Nilikata tamaa kiufupi. Lakini namshukuru Mungu, waliweza kunipa maelekezo pale kama madaktari walivyotoa maelekezo yao. Na hapo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka jana mwishoni. Wakanipa maelekezo yao, wakaniambia ugonjwa unatibika. Hauna shida kabisa. Sasa changamoto, unajua mitaani unavyoambiwa, bwana ugonjwa una changamoto hii na hii na hii, yani wanakutisha yani fulani. Kwa hiyo unakuwa unapata uoga fulani kwenye hiyo hali ukiwa katika nyakati hizo. Ndio. Lakini pia nilikuwa najitahidi kurudi mara kwa mara kwa madaktari. Mbona mkutana na hicho? Anambia hapana, usijali, hichi kitu kitakaa sawa. Kweli mwanzoni ilikuwa ni ngumu kumwamini kwa sababu unapojisi, unavolala, unaamka asubuhi umejaza damu nyingi sehemu.
Kwa ilikuwa inatishia amani. Lakini walinipa moyo, wakanipitishia dawa pale ndani ya muda wa miezi 6. Lakini ndani ya miezi 2 tu nikapata majibu, nikaona badiliko, ile damu ilikata. Mwezi wa 3 ulivyofika, vitu vingi vikawa hamna tena, ile hali ya kupata tena joto usiku tena iliyokuwa imeanza baadaye nilikuwa siipati tena, yale maumivu makali sipati tena. Kwa hiyo lakini ilipopita miezi 4 tena wakacheki tena afya tena, wakaona niko vizuri, wakaniambia pambana, uendelee na harakati, tumia dawa, useche dawa. Sawa. Na nyumbani walilipokeaje, labda ile pia ukaribu na watu wa nyumbani? Ilikuwa ni changamoto. Walikuwa wanakutenga? Kwa mazingira niliyokuwa naye nilijitahidi kujitenga nao. Kwa sababu ile tukio nilivyoligundua mimi kama mimi, ikabidi nijitenge na jamii, kwa sababu madaktari walivyoniambia, bwana, hii hali ukiwa hivi unawezekana ukaambukiza. Kwa hiyo pia nilikuwa natakiwa nirudi nyumbani, maana mama si unajua tena amesikia mtoto anaumwa. Ndio tesimu, rudi nyumbani. Lakini ilifikia stage nikamwambia nitarudi. Nikakomaa. Ukawa unakaa mwenyewe? Nakaa mwenyewe. Mambo yalivyokaa vizuri nikarudi nyumbani. Lakini mimi ni mwanga wa hilo, sio kwangu mimi tu, hadi kwa mama pia alipitia hiyo hali. Kwa hiyo nilimuuguza. Kwa hiyo mama naye alikuwa ni kidogo ananipa moyo, bwana, utapona, mbona mimi nilipona, utapona. Lakini namshukuru Mungu aliweza nikanywa dawa. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo, daktari, kuna yani ule ukaribu, sababu yeye anasema mama na yeye alikuwa na changamoto kama hiyo, na wewe ndio ulikuwa unamuuguza. Kwa hiyo inawezekana labda pengine kuna uwezekano akawa amepata katika mazingira hayo. Inawezekana kwa sababu katika tunasemaga sisi vitu ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata TB, kwa ile tunasema uwezekano wa kama nilivyosema mwanzo, wa kukutana na mtu ambaye alikuwa na TB, tunasema ilikuwa katika hali ya kuzaliana katika mwili wake. Kwa sababu unapopata maambukizi au mtu akikohoa, ukivuta ndani ile hewa ambayo ilikuwa na vimelea, itaingia katika mfumo wako wa hewa. Sisi tulivyoumbwa katika mfumo, kuna security tunasema kama walinzi ambao wanatulinda ili tusiweze au kupambana baadhi ya maambukizi. Kwa hiyo mtu akipata maambukizi, kuna vitu vitatu vinaweza vikatokea. Kimoja wapo, cha kwanza, maambukizi yanaweza kusababisha ugonjwa ambapo ndio mtu anaanza kukohoa, anaanza kutoa hizo dalili. Cha pili, ule ugonjwa unaweza utasema mfumo wetu wa mwili unaweza ukacontain ugonjwa usisambae. Maana ukicontain vile ndani, maana huyu mtu anakuwa TB nao lakini hana dalili. Na anakuwa hana uwezo wa kuambukiza watu wengine. Ndio. Lakini kuna watatu ambao mwili wenyewe unaweza kutoa, yani kujitibu wenyewe. Sasa yeye inawezekana kwa alipata, mwili wake ukaweza kucontain TB. Lakini baada ya muda huko mbele ikatokea kuna kitu kimetokea, kama zinaweza kupunguza kinga yake ya mwili kidogo, ikasababisha wale TB wakafanyaje, wakaanza kusambaa, wakaanza kutangaza dalili. Au inaweza akawa katika harakati zake njiani akapata maambukizi sehemu nyingine. Na ndio maana sisi wagonjwa akija kwetu kuna maswali tunaulizaga, kuwa ulishawahi kuugua TB ama ushawahi kuuguza mtu ambaye anaumwa TB? Kwa sababu hizi ni miongoni tunataka risk factor ambayo mtu anaweza kupata huo ugonjwa wa TB. Sawa daktari. Tuelekee sasa katika maabara kuu ya Hospitali ya Taifa Muhimbili, kitengo cha TB, ambapo mwenzetu Jafari Mponda yuko hapo na atatupitisha pia na kuzungumza na mtaalamu na daktari hapo kujua zaidi kwa upande wa vipimo. Habari za hapo Jafari, na karibu sana. Naam, asante sana Hilda Foya. Ni katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga hapa Dar es Salaam, na nipo katika kitengo ama katika chumba cha kuchakata vipimo vya kifua kikuu. Ndipo nilipo hapa na wenyeji wangu wako tayari kuniongoza ili kujua ni nini hasa kitakacho jiri kwa yale ambayo tunataka kufahamu. Twende bwana tukazungumze kwa kina huko. Karibu sana uyafahamu mengi. Na ndani ya chumba hiki nakutana na wataalam
watatu. Wa kwanza kabisa ni Prosper Luswema, yeye ndiye nitakayezungumza naye awali katika mazungumzo yetu haya. Kwa kuanza, pengine tupo katika chumba cha namna gani? Asante sana ndugu mwandishi. Hapa upo katika chumba kinachojikita zaidi na uchakataji wa sampuli za makohozi au vimiminika vingine kutoka kwenye mwili wa binadamu, hususan hasa kwa ajili ya kutambua ugonjwa wa kifua kikuu. James, wewe ni mtaalamu wa maabara, pengine mnatumia njia gani katika kutambua uwepo wa vimelea vya kifua kikuu? Kwa ujumla, njia za utambuzi wa kifua kikuu ni nyingi. Kwa mfano, kuna njia ya kutumia darubini. Bila shaka ipo hapa tuione na uizungumzie kwa uchache. Kuna njia ya kutumia darubini, ambapo kwa njia ya kutumia darubini tunachokifanya katika sampuli, tunazisajili sampuli zetu. Tukishazipa namba, basi tunaanza na zile taratibu za kuichakata, kwa maana ya kwamba kutambua uwepo wa wadudu wa kifua kikuu. Na kikubwa tunachokifanya katika njia ya kutumia darubini, tunasema tunapaka rangi kwa wale wadudu. Wadudu wanapakwa rangi, mdudu akibaki na ile rangi, tutachukua ile slide yetu, tutaweka kwenye darubini yetu, then tutaweza kuchunguza na kumuona mdudu kwa macho. Rangi ya namna gani hiyo inayopakwa? Iko hapa. Unaweza kuona. Hii ni sehemu yetu ya kupakia rangi. Njia hii inaitwa auramine stain. Tunapaka rangi kwa rangi inaitwa auramine, ambapo tunapaka kwa rangi ya kwanza, then tunakuja tunaosha. Tukiosha tunapaka tena rangi ya pili, ambapo kwa mdudu huyu anayesababisha kifua kikuu, yeye hata ukiosha ile rangi ya kwanza itaendelea kung'ang'ania kubaki, ambayo ni ile ya njano inaonekana pale. Kwa hiyo itabaki, utamwona mdudu aking'aa anameremeta kuonekana na rangi ya njano. Kwa hiyo unajua kwamba kwa kipimo hiki kuna vimelea vya kifua kikuu. Ndio. Njia ya pili ambayo tunaitumia hapa ndani ni njia ya vinasaba, ambapo tunatumia mashine yetu hii hapa. Hizi mbili ndogo zinaitwa Gene Expert, ambayo yenyewe pia ina uwezo wa kutambua vinasaba vya mdudu mwenyewe. Lakini mbali na hapo, yenyewe pia ina uwezo wa kutambua usugu kwa dawa ya mstari wa kwanza, kama first line drug, rifampicin. Itakwambia kama mdudu huyu anaweza kutibiwa kwa hii dawa au la. Ndio uzuri zaidi wa hii mashine. Inafanyaje kazi? Kama kawaida, sampuli zikifika zitapewa namba. Zikipewa namba, tutasogea sehemu yetu ya kujikinga. Sehemu yetu ya kujikinga, na ili mtaalamu usipate maambukizi, biosafety cabinet, sampuli zako utazichakata kule ndani, kwa maana ya kwamba kama kuna wadudu wote hawawezi kupata wewe, watachukuliwa, watahifadhiwa huko ndani. Baada ya hapo, inaitwaje hii mashine? Hii inaitwa biosafety cabinet ya level 2. Kwa hiyo inakukinga wewe, pia inakinga mazingira ya ndani yasiweze kupata hao wadudu. Mimi hapa niko shwari, hapa nisiwe na mashaka. Wala usiwe na mashaka, hapa uko salama. Na baada ya hapo kuna dawa ambazo tunaziongeza. Baada ya kuziongeza kitaalamu, sasa kurudi kwenye mashine yenyewe, tunasema inafanya kitu kinaitwa PCR. Inatafuta vinasaba vya yule mdudu, inavikuza. Hii mashine inavikuza, then inavitambua. Kwa hiyo kupitia hapo atakwambia kwamba sampuli hii ina maambukizi ya kifua kikuu au haina. Na zaidi ya hapo itakwambia mdudu huyu wa kifua kikuu anaweza kutibiwa kwa hii dawa ya mstari wa kwanza au hawezi kutibiwa kwa dawa hii ya mstari wa kwanza. Njia ya tatu ya kugundua? Kwa hapa ndani njia tunazozitumia ni hizo, lakini kama nilivyosema awali, njia ni nyingi. Kuna hii njia ya kutumia panya. Pale Morogoro kuna ile ni taasisi bila shaka ya Popo. Nimesikia kwamba kuna panya ambao wanagundua kifua kikuu. Ni kweli? Ni kweli, na uzuri ni kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda, hizi njia za utambuzi zinakuja kugundulika nyingi zaidi. Ni kweli kabisa. Hata hapa Dar es Salaam wako veterinari pale Temeke, na tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Kwa mfano, mgonjwa amepigwa picha ya kifua, daktari akaona kuna viashiria vyote vya kuwa mgonjwa huyu ana maambukizi ya kifua kikuu. Lakini sisi hapa kwa namna moja au nyingine tukashindwa kusema kwamba kifua kikuu kipo au hakipo. Basi sampuli hiyo inachukuliwa, inapelekwa kwa wenzetu pale veterinari Temeke.
wanawanusisha panya, na kikubwa kinachofanyika kwa wale panya, wao wana uwezo wa kuitambua ile harufu ya mdudu wa kifua kikuu. Kwa hiyo hata kama wapo kwa uchache gani, akinusa tu atatambua. Basi akitambua, wenzetu wanaendelea na taratibu zao, wataturudishia majibu, na mgonjwa ataingizwa kwenye dawa. Okay. Yeah. Basi iko hivyo. Huyo ni mtaalamu wa kwanza, lakini wa pili ambaye tuko naye hapa ni James Kalabashanga. Kwa upande wako tuambie tu majibu sasa baada ya vipimo hivi yanatoka baada ya muda gani? Okay, asante ndugu mwandishi. Hapa vipimo vyetu majibu yakishatoka tunajaza kwenye vitabu vyetu, lakini tuna mfumo wa kompyuta. Kwa hiyo majibu yote tunaongeza kwenye mfumo wa kompyuta, yanamfikia moja kwa moja daktari. Kwa hiyo mgonjwa akishaacha kipimo tu hapa, yeye tunamalizana naye, tunamwambia rudi kwa daktari wake. Baada ya lisali 1.5 anamwona daktari wake, anamwanzishia matibabu. Kama ana shida yoyote, daktari ataangalia ili tatizo alilonalo sio la kifua kikuu, labda ni tatizo jingine, kwa hiyo anampeleka kwenye matibabu mengine. Kwa hiyo sisi tukipata sampuli ndani ya lisali 1.5 tumemaliza, mteja wetu anapata huduma stahiki. Hapa maabara kuu wamejipanga kweli kweli. Yupo Mayala Lushna. Kwa swali moja tu pekee, pengine upi ubora wa mashine hivi ama vipimo hivi ambavyo mko navyo hapa, vinatoa majibu yenye usahihi kiasi gani? Asante sana mwandishi. Kwa upande wa ubora tunaita quality check, na mara nyingi zipo za aina mbili. Ya kwanza tunaziita internal quality control au udhibitishwaji wa ndani, tukimaanisha kwamba IQC. Hizi tunafanya kwa mwezi tunafanya mara moja, ambapo tunachakata sampuli ambazo majibu yanajulikana, tunaziangalia kama ziko sawa sawa. Majibu yakishatoka sawa sawa, tuna prove kwamba njia yetu hii bado iko bora. Lakini njia nyingine thibitisha kwa njia ya sampuli kutoka nje, ambazo zipo taasisi zilizoaminiwa kwa ajili ya kuandaa sampuli kwa ajili ya kudhibiti ubora kutoka nje, tunaziita EQA. Nazo tunafanya mara 4 kwa mwaka. Kwa kila robo tunafanya, na tukishapata majibu, tukishafanya sampuli tukapata majibu sahihi, tunapata confidence kwamba njia zetu hizi, hii ya kwanza ya darubini na ya Gene Expert, ziko sawa sawa. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo tunatumia kudhibitisha kama majibu yanayotoka yako sawa sawa. Lakini pia kabla kufanya hizo, huwa tunafanya study ya kudhibitisha kama hizi machine zina kiwango kikubwa cha kupima. Kwa hiyo tunaita method verifications. Kwa hiyo tunathibitisha, study tunafanya mara moja tu kabla tujaanza kutumia njia zetu hizi. Tukishafanya hiyo zoezi na zikaonyesha umahiri mkubwa kabisa kwamba zinaweza kutambua kwa 100% kama mdudu yupo kwenye sampuli hizi, kwenye njia zote hizi mbili, ya darubini pamoja na Gene Expert, hatuna shaka na majibu yanayotoka. Lakini mwandishi, ni kwamba njia hizi zote mbili za TB microscope pamoja na Gene Expert zimethibitishwa kimataifa na taasisi chini ya SADC, inaitwa SADCAS, kwamba zinao umahiri mkubwa wa kutoa majibu sahihi. Kwa hiyo tukikupima hapa Muhimbili, ukaenda Kenya, ukaenda Colombia, ukaenda Washington, ukaenda Austria, ukaenda whatever the worlds, majibu yatakuwa ni yale yale. Asante sana. Okay, kwa uchache basi kutoka katika chumba cha kuchakata vipimo vya vimelea vya kifua kikuu, ni hayo ambayo tumekusanyia kwa siku hii ya leo. Hilda Foya. Naam, Jafari. Na muondoa mashaka ndugu yangu, niko salama kabisa. Chumba hiki acha tu kupima, lakini chumba hiki ambacho kinakusanya hizo sampuli na kuzichakata kiko salama, siwezi kupata maambukizi. Sasa shukrani Jafari Mponda, asante. Ni katika maabara hiyo ambayo sampuli hizo huchukuliwa na kufanyiwa vipimo kama ambavyo tumeona katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na kitu cha msingi pia ni kwa watu wa huduma kujikinga pale ambapo wanafanya majukumu yao. Lakini daktari, tulizungumza kuhusiana na jitihada za kupunguza maradhi ya TB. Ndiyo. Mpaka sasa unaona ni kwa kiwango gani hilo linafanyika, na mpango ni mpaka 2025 ambao ndio mwaka huu tukua kumepungua kwa kiasi kikubwa? Ndio. Hii sera ni ya dunia nzima,
kwa sababu TB si tunasema ndo ugonjwa wa kwanza unaongoza kuua kwa magonjwa maambukizi duniani. Ukiangalia takwimu za mwaka jana zinasema kuwa mwaka 2023 watu kama tutasema milioni 10.7 wamepata maambukizi ya TB. Na katika hao watu milioni 1.25 wameweza kufariki kwa sababu ya maambukizi ya kifua. Kwa hiyo kutokana na hili ni janga kwetu. Ndio maana unaona dunia nzima tuko chini tunapambana ili tuweze kutokomeza. Ndio maana hata daktari, kabla hujaendelea, ikiwa ni kuna uwezekano wa kupona, kwa nini kuna rate kubwa ya watu wanaofariki? Okay. So tunarudi pale mwanzo kwa ukiangalia utasema kauli mbiu ya mwaka huu ya worldwide tunasema yes we can end TB. Commit, invest and deliver. Sisi huku Tanzania tumesema kwa pamoja tunaweza kutokomeza TB. Azimia, wekeza and timiza. Hiyo ndo moto wa Tanzania. Na hii inatokea challenge kwa cha kwanza ni elimu kwa watu wengi wanakosa elimu kuhusu ya dalili za TB. Mwisho wa siku mtu anakuja hospitalini akiwa katika sehemu za mwisho. Kingine ni kuweza kupata huduma, kwa sababu kwa sisi huku mjini tunasema sehemu nyingine tuna bahati kwa sababu vituo viko vingi, japokuwa serikali yetu inajitahidi kwa nguvu kujenga vituo vingi, lakini kuna baadhi ya watu wanashindwa kufika kwenye hivi vituo katika wakati unaostahili. Na kingine kingine kinapelekea ni tunasema upungufu wa baadhi ya vitu. Utakuta kama hapa sasa hivi tuna kama alivyosema mtaalamu wa maabara, tuna mashine inaitwa Gene Expert. Ni mashine nzuri ambayo inaweza ndani ya masaa mawili kukupa majibu kwa mtu anaugua TB. Lakini bado kuna baadhi ya sehemu bado haziweza kufika. Kwa Tanzania ukiangalia takwimu ya mara mwisho ilikuwa kwa Tanzania nzima ziko 300 kama 40 plus. Kwa hiyo hivi vote vinapelekea. Na kingine utakuta mtu anaanzishiwa dawa, anapewa kama hapa kwa Jeffrey alivyosema. Dawa zetu za TB mtu anahitaji akitibiwa ndani ya miezi 6 awe anaweza kufanyaje? Anameza dawa hizo ndani ya miezi 6. Utakuta baadhi ya watu wanatumia dawa hawamalizi ndani ya miezi 6. Au wanatumia dawa akipata matatizo hawarudi tena wapi? Hospitalini kwa madaktari kuwaeleza nini kinatokea. Kwa hivi vyote vinachangia katika kuongeza takwimu za vifo. Lakini kulingana na yote hayo still tunasema tuna improvement. Ukiangalia toka 2015 mpaka sasa grafu yetu inashuka katika vifo vya watu ambao wapata maambukizi ya TB. Na sisi tunaelekea huko. Kwa mfano takwimu kutoka mwaka jana inaonekana Tanzania ni miongoni mwa nchi 3 ambayo imefanya vizuri katika kudetect ama kujua mapema watu wanaugua TB na kuweza kufanyaje kutibia. Ndio. Naam, awali tulikujuza kwa tutaangalia pia kutoka hospitali ya Rufani ya Taifa ya magonjwa ambukizi ya Kibong'oto. Enos Masanja mwenzetu yuko hapo na atatujuza pia zaidi kwa upande huo nini ambacho hufanyika. Enos, habari za hapo na karibu sana. Naam, ni njema kabisa Hilda, habari hapo studio, na tunawakaribisha watazamaji katika matangazo yetu haya ya moja kwa moja kutoka hospitali ya maalum. Hii ni hospitali maalum ya taifa ambayo inashughulika na magonjwa ambukizi na ikijikita katika magonjwa ya kifua kikuu. Tunaye hapa daktari ambaye atatueleza bila shaka namna ambavyo hospitali hii ina mchango katika kukabiliana na magonjwa ya kifua kikuu na kifua kikuu sugu. Karibu sana Dr. Leonard Subi, yeye ni mkurugenzi katika hospitali hii. Dr. Jitambulishe, hospitali yako itambulishe na uambie watazamaji nini hasa mchango wa hospitali hii katika vita dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Asante sana ndugu mtangazaji. Hii ni hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi Kibong'oto. Mimi naitwa Dr. Leonard Subi, ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali hii. Hospitali hii ndio historia ya kifua kikuu Tanzania. Maana imeanza tangu mwaka 1926 kama kituo maalum cha utafiti wa magonjwa ya kifua kikuu. Ikumbuke kwamba ilichukua takriban miaka 60
tangu kimelea cha kifua kikuu kilipogunduliwa na mwanasayansi mahiri wa Ujerumani anaitwa Robert Koch. Sasa ilichukua miaka 60 kugundua matibabu yake. Hospitali hii kongwe ya Kibong'oto kama hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi, wakati huo ikiitwa hospitali maalum ya taifa ya kifua kikuu, ndio iliyoshiriki katika utafiti wa ugunduzi wa matibabu ya kifua kikuu. Sasa na ina historia ndefu, lakini hospitali hii pia imeendelea kuhudumia wagonjwa wa kifua kikuu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio hospitali pekee ya rufaa ngazi ya taifa katika matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa hiyo tunajikita zaidi hapa katika uchunguzi wa kifua kikuu, lakini na matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi katika fani ya kifua kikuu. Hatufanyi hivi hapa, wala hatubahatishi. Kila mgonjwa wa kifua kikuu tunahakikisha anafanyiwa uchunguzi na vimelea tunavyoona katika level zote za kimolecule, lakini pia kiradiolojia. Kwa hiyo katika level ya kimolecule ndio tunapoviona vimelea vya kifua kikuu, na pia tunatoa matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi, hususan katika tiba ya kifua kikuu sugu na kile sugu zaidi. Kwa hiyo hii ndio hospitali ambayo inaendelea kupokea wagonjwa. Ni hospitali kongwe, lakini pia uwezo wetu ni kulaza zaidi ya wagonjwa 300 ambao tunaweza kuwahudumia hapa. Lakini kutokana na maendeleo ya kisayansi, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iligatua matibabu ya kifua kikuu sugu pia katika ngazi za mamlaka za mitaa pamoja na mkoa. Kwa hiyo na mimi siko peke yangu hapa, tuko pia na wataalamu. Sisi tunaendelea kushukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa katika kuboresha matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi katika hospitali yetu ya Kibong'oto, na unaweza kaona ni maendeleo makubwa ya kisayansi. Hapa tuliposimama ni maabara kubwa kuliko maabara zote Tanzania. Ni maabara yenye hadhi sawa na maabara ya taifa iliyoko kule Mabibo, Dar es Salaam, na ndio maabara ambayo sasa iko katika mchakato wa kuwa maabara ya uchunguzi wa kimataifa katika level ya magonjwa ya kuambukiza ikiwemo ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa hiyo sisi leo tunapoadhimisha siku hii maalum ya kifua kikuu duniani, lakini pia tupo katika eneo la Mererani ambapo pia tunaendelea kuwahudumia wananchi, na kauli mbiu inaposema kwamba ni namna gani tuweze kuazimia, tujicommit kama sisi watumishi wako committed kutoa huduma za kibingwa, lakini pia tunaona funding ya serikali. Kama mnavyokumbuka kwamba mwaka jana wakuu wa nchi wamekuwa kukutana kila mwaka katika masuala mazima ya mapambano dhidi ya kifua kikuu, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa kinara wa mapambano pia dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Tunapopata political will, political commitment, ina maana pia tunapata funding za mapambano dhidi ya kifua kikuu. Japo tunaendelea kusisitiza kwamba funding bado inahitaji kuongezwa zaidi ili tuweze kugundua. Tanzania tunakadiriwa kuwa na wagonjwa wa kifua kikuu 122. Sasa hii 122 tunaoweza kuwagundua ni 93. Kwa unaweza kaona wagonjwa takriban 27 karibu 30 wako mtaani ambao hatuendelee kuwagundua. Kwa hiyo tunaomba tuendelee na hii commitment ya wakuu wetu wa nchi katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu. Na bahati nzuri wataalamu watakwambia kwamba ugonjwa wa kifua kikuu unatibika na matibabu Kibong'oto ni ya uhakika. Na bahati nzuri wagonjwa wetu wanapona kabisa na wanarudi nyumbani. Wanakuja wamechoka, lakini tunawapatia matibabu ya kibingwa na kibingwa bobezi, na baadaye wanarudi nyumbani wakiwa na furaha. Na hii ndio furaha ya maadhimisho pia ya ugonjwa wa kifua kikuu. Jambo la msingi ni kwamba wananchi waendelee kujitokeza wenye dalili za kifua kikuu kuja kupata huduma za kimatibabu. Labda nimkaribishe daktari bingwa aweze kuongelea kuhusu matibabu ya kifua kikuu. Asante sana. Naam, asante sana Dr. Subi. Na sasa tupate maelezo mafupi kutoka kwa daktari mbobevu. Dr. Magonjwa ya kifua kikuu yamekuwa yakisumbua watu na matibabu yake kwa mara zote yamekuwa ni changamoto. Wengine wanakatisha dozi, wengine wanaishia njiani na vitu kama hivyo. Nini ambacho mnakifanya nyinyi kama hospitali maalum ya taifa katika kukabiliana na hali kama hiyo? Asante sana mtangazaji. Kama tulivyosema, hii hospitali ya taifa ya magonjwa ya Kibong'oto tumekuwa tukitoa matibabu ya kibobezi. Wagonjwa wanapofika
hapa na vipimo ambavyo wanafanya, na baada ya hapo madaktari tunawaona na kutoa matibabu ambayo kibingwa. Lakini nipende kusema kwamba kifua kikuu kinatibika na kupona kabisa, lakini matibabu yake pia ni bure. Pia nipende kusema kwamba matibabu haya ambayo tunatoa kwa wagonjwa wetu kama nilivyosema ni ya kibingwa. Maana yake ni kwamba tunafanya uchunguzi wa uhakika kwa hawa wagonjwa, lakini pia na matibabu ambayo tunatoa matibabu ambayo ni ya kisasa. Ni miaka michache tu tumezindua hapa maabara maalum ya kitaifa, actually ni ya kimataifa. Maabara hii labda inatoa mchango gani katika kutibu pamoja na utafiti? Asante. Maabara yetu kwanza ina vipimo nilivyosema vya kisasa. Mgonjwa ambapo baada ya kugundulika kwamba ana kifua kikuu, kuna vipimo ambavyo inabidi afanye. Kwa upande wa kifua kikuu sugu kuna vipimo vya ufuatiliaji ambavyo mgonjwa huwa anafanya. Lakini sisi hapa tuna kipimo ambacho tunakiita sequencer. Hiki ni kipimo ambacho ni cha kisasa, kina uwezo wa kugundua kama mgonjwa ana usugu zaidi ya huu usugu ambao tunaufahamu. Hivyo maabara yetu ina mchango mkubwa sana, na tunatoa ari pia kwa wengine ambao wana wagonjwa kifua kikuu waelewe kwamba tuna kipimo cha kisasa ambacho kina uwezo wa kugundua mgonjwa kama ana usugu zaidi ya usugu huu wa pili au wa tatu. Mwisho kabisa Dr. kwa manufaa tu ya watazamaji, ni maeneo yapi ambayo yanashambuliwa au ni marika yapi ambayo yanashambuliwa na kifua kikuu au kifua kikuu sugu hapa nchini? Asante. Kuna rika au tuseme tuna magrupu ambayo tunasema yako kwenye hatari ya kupata kifua kikuu. Kwanza ni watoto ambao chini ya miaka 5, wazee, watu ambao wana magonjwa tuseme chronic illness kama ambao wana kisukari, watu ambao ni waviu, lakini pia wale ambao wako kwenye migodi. Hawa wako kwenye hatari ya kupata kifua kikuu. Nini kifanyike sasa ili wajiepushe na hali hiyo? Sawa. Kikubwa ambacho tunasema ni kuepuka misongamano, lakini pale ambapo tunakuwa kwenye nyumba kuhakikisha kwamba madirisha na milango pia kuwe kuna mwanga. Maana yetu ni kwamba kuwe kuna hewa ambayo inazunguka. Lakini kitu cha pili ni dawa kinga ambazo tunatoa kwa wale ambao wako kwenye magrupu hatarishi kama waviu, lakini pia na watoto. Naam, asante sana Dr. Na mpenzi mtazamaji, kama unaendelea kujiunga nasi, bado tuko hapa hospitali ya taifa. Hii ni hospitali maalum ya magonjwa ambukizi, na hapa tuko na mtaalamu. Karibu, jitambulishe na utueleze wajibu wako hasa katika kukabiliana na changamoto hii ya magonjwa ya kifua kikuu. Asante sana mwandishi wa habari. Jina langu naitwa Dr. Peter Mbelele. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa wa microbiolojia na kinga ya binadamu. Hospitalini hapa nasimamia huduma za mkuu wa idara wa maabara ya jamii pamoja na ufuatiliaji wa yes. Kwa kama Kibong'oto tunaendana pamoja na kauli mbiu ya kidunia ya kwamba kuna commitment, kuna investment, lakini pia kuna delivery. Kwa maana ya kwamba tunatumia fursa ya serikali ilivyokuwa na kuweka maazimio ya kuboresha huduma za kitaalamu. Lakini pia kwenye kauli mbiu sehemu ile ya pili ya investment, Kibong'oto tunashukuru serikali kwa sababu imewekeza bilioni 22 kwa ajili ya hili kubwa ambalo tumesimama hapa. Hili ilikuwa na lengo la kuboresha. Na cha pili ni kutranslate ile uwekezaji kuboresha huduma. Na mnaitwa ni hospitali maalum ya taifa. Mpango wenu kwa taifa ni uko katika mtawanyiko gani hasa? Maana tunajua kwamba vipimo vya kifua kikuu vimekuwa pia katika level ya wilaya na mikoa. Nyinyi katika ngazi ya taifa mnatoa mchango gani wa moja kwa moja? Kwa kama hospitali ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza na hasa kifua kikuu, sisi kama hospitali tumejidhatiti kwenye uchunguzi wa vipimo ambavyo havipatikani kwenye hizi sehemu za chini. Kwa maana ya kwamba tumebobea katika vipimo vya kimolekuli. Kwa sababu hapo wenzangu waliotangulia kusema wameongelea jambo la vimelea sugu, kifua kikuu sugu. Kifua kikuu sugu kinapatikana maabara. Na maabara hii ndio yenye uwezo mkubwa wa kuchakata sampuli na kusema kifua kikuu sugu. Hata kama ni kimelea kipya, kwa maabara hii inaweza kugundua, ambako ndio mchango mkubwa wa taifa pamoja na serikali kwa ujumla. Unamaanisha kwamba vipimo vingine vinaweza vikale au sampuli nyingine zinaweza zikatoka mikoa mingine na kuletwa hapa? Na ndio utaratibu tayari mwandishi ambao unafanyika. Tunapokea sampuli kutoka mikoa ya kanda kaskazini, kwa Kilimanjaro, Manyara, Arusha na Tanga. Wote sampuli zao wanazileta katika maabara hii. Na sisi tukishamaliza kuzichakata,
tunarudisha majibu kwenye sehemu ambako yametoka. Kama ni mkoa wa Manyara, wilaya yoyote, kijiji chochote, majibu yatakayokuwa yanatoka kwenye maabara hii yanarudishwa kwa ajili ya kuyatumia kutibu. Naam, asante sana. Asante sana Dr. Mbelele. Mpenzi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunaweza kusema yanajiri kutoka hapa Kilimanjaro, ikiwa ni leo ni siku ya maadhimisho ya kifua kikuu. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wameshiriki, basi mimi nawaga kutoka hapa Hospitali ya Taifa ya Magonjwa Ambukizi ya Kibong'oto. Naam, shukrani sana Enos Masanja. Kama ambavyo umeeleza hapo, mengi yamejadiliwa na kuzungumzwa, na pengine wakati tunakamilisha hapa studio, tukianzia kwako Geoffrey, kwa sababu kuna hatari pia kupata hata baada ya kupata na kupata matibabu na kupona. Ni mambo gani ambayo wewe unazingatia kwa ajili ya kujikinga? Kwanza kikubwa nazingatia katika harakati zetu za kazi, ni madaktari wanashauri sana kutumia mask. Uweze kuziba sehemu ya hewa unapofanya zako kazi ambazo unaweza zikawa ni hatarishi na kifua. Mashauriwa hilo. La pili ni kuwa makini sana na watu ambao unahisi wana dalili ya kukohoa sana. Kwa hiyo tunajikinga kwa kutumia mfumo huo, lakini kikubwa ni kujua kama hii hali ukiona ni tofauti tena unatokea, ni kuwahi sehemu husika. Sababu kitu ambacho nimekigundua kwa sisi wa Tanzania wengi ni tunaweza tukakutana na hiyo hali na tukaidharau kwa kutumia mazoea. Mazoea ndio yanayotufanya tufikie kiwango cha kuchoka sana. Lakini tungekuwa tunazingatia labda tumetokewa na kifua kinasumbua, tunawahi sehemu husika kufanyiwa vipimo, hii hali isingekuwa inatuathiri. Lakini kama unavyojua asili yetu ya sisi wa Tanzania wengi ni watu ambao wanatumia sana kwenye kuamini hichi ni kawaida tu. Hichi ni kawaida sana. Lakini nimejifunza katika hilo. Kwa mimi niko makini sana. Nikiona dalili ambazo sio rafiki, inawahi sehemu husika. Kikubwa. Naam, asante sana. Dokta, wakati tunakamilisha, ujumbe wako ni upi hasa siku hii ambayo ni siku mahususi ya kukuza uelewa kuhusiana na TB? Sawa. Mimi cha kwanza ningependa kuambia Watanzania kwa TB inatibika, na bahati nzuri matibabu ya TB ni bure, na hadi vipimo, baadhi ya vipimo ambavyo vile vinahitajika na dunia nzima ni bure. Tunapoona dalili tuwahi hospitalini, kwa tuache nadharia kuwa TB inarithiwa. Kuna watu ambao wanaamini TB inaweza kurithiwa. Tuache hizo nadharia. Njooni hospitalini, sisi tutawaona na tutawatibu. Ndio. Naam, shukrani sana daktari. Asante pia sana. Shukrani. Kwa kuungana nasi asubuhi ya leo Geoffrey. Tushukuru pia Jeffrey Mponda mwenzetu ambaye alikuwa Muhimbili, pamoja na Enos Masanja aliyekuwa hospitali ya rufani ya Kibong'oto, na tunakamilisha hivyo kwa sasa. Bado tuko nawe.